Amani ni zao bora la uvumilivu, na amani ni zao la busara. Bila amani hakuna maendeleo. Bila amani hatuna taifa. Bila amani tusingeweza leo kukutana hapa. Amani ni msingi wa maendeleo. Naomba nitoe rai kwenu, pamoja na dunia inavyotikiswa na migogoro mbalimbali kama ambavyo tunashuhudia, lakini pamoja na hali ya mmomonyoko wa maadili katika maeneo yetu, katika jamii zetu, lakini pamoja na mambo yote yanayoendelea, ukuaji wa teknolojia, uwepo wa mmomonyoko wa maadili kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika, lakini nchi yetu imeendelea kusimama imara, imeendelea kuwa na amani, imeendelea kuwa na utulivu. Na ukiuliza siri ya utulivu huu wa kitaifa, jibu liko wazi kwamba kuna mwanamke wa Kitanzania ambaye ndiyo nguzo na muhimili mkuu, na si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Idumishe amani. Tuendelee kutoa malezi, kwa kuwa panapotokea na mmomonyoko wa maadili, si tu sisi ni viongozi, lakini sisi ni wazazi. Tuendelee kuhakikisha tunasimama imara, tunatimiza wajibu wetu wa kimalezi wa utulivu katika familia zetu na jamii zetu kwa ujumla. Licha ya changamoto mbalimbali za kimaisha, lakini kina mama wa UWT hamkukata tamaa. Naomba nitoe rai kuhakikisha tunaendelea kudumisha amani katika maeneo yetu. Hata hivyo, kama viongozi lazima tutizame kesho yetu kwa jicho la kipekee. Mmomonyoko wa maadili, matumizi ya madawa ya kulevya na kupungua kwa roho za kizalendo kwa vijana wetu ni mambo ambayo imekuwa ikinyemelea taifa letu na ustawi wa nchi yetu. Na lazima tukumbuke na tujikumbushe, ni muhimu tukarudi kwenye misingi ya utamaduni wetu wa Kitanzania, ambapo mara nyingi tunasema mtoto wa mwenzio ni mtoto wako, si ndio kina mama? Mtoto wa mwenzio. Hayati baba wa taifa aliwahi kusema, na alituachia urithi wa fikra pale aliposema, tulipende taifa letu kama ambavyo tunawapenda mama zetu. Naomba nitoe rai, turudi nyumbani katika familia zetu, tukafanye malezi ya kimkakati. Tuwafundishe vijana wetu kwamba kuipenda Tanzania sio hiari, bali ni wajibu wa kiimani, ni wajibu wa kitaifa, na ndiyo uzalendo tunaotaka. Na uzangu, chama chetu kinajenga nchi, lakini nani anakijenga chama? Chama kinafanya nini? Kinajenga nchi, na sisi tunapaswa kukijenga chama. Na mambo mojawapo katika mengi ya kukijenga chama na kukiimarisha chama na kuthibitisha wewe ni mwanachama na kukupa utambulisho wewe ni mwanachama, na waomba sana tulipe ada za wanachama wa Chama cha Mapinduzi na tulipe ada za jumuiya yetu ya UWT kwa sisi kina mama ambao ni wanachama wa UWT. Ndugu zangu viongozi, jambo lingine ni kuhusu kuimarisha jumuiya yetu ya UWT kwa kuwa wabunifu na kuwa na vitega uchumi mbalimbali katika maeneo yetu. Kama ambavyo tunafahamu, wanawake sisi ndio injini ya ujasiriamali hapa nchini. Ni wakati sasa wa kutumia ubunifu kwa kuanzisha miradi endelevu ya UWT katika maeneo yetu. Mfano, kupitia halmashauri zetu, wakati mwingine wanatenga maeneo ya kuanzisha vitega uchumi, ya kuwa na maeneo ya masoko, ya kuwa na maeneo ya wafanyabiashara wadogo wadogo. Sisi kama UWT tutumie fursa hizo
kuhakikisha tunakuwa na vitega uchumi vya kutuongezea rasilimali fedha katika jumuiya yetu na kuifanya jumuiya yetu iwe imara nyakati zote. Ndugu viongozi, jambo la 4 ambalo napenda kuliwasilisha kwenu, na kama ambavyo tunafahamu, tunajiandaa na maadhimisho ya Chama cha Mapinduzi ya kutimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ni muhimu tukakumbuka kwamba kuanzia mwakani tutakuwa na matukio makubwa mawili ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza ni maadhimisho ya chama chetu kufikisha miaka 50, na miaka 50 hii si namba ndogo hata kidogo. Ni sawasawa na mtoto aliyezaliwa sasa amekuwa mtu mzima, anaelekea kuwa mtu aliyekomaa na mkakamavu. Hii ni sawa na nusu karne ya uongozi uliotukuka, uliolinda amani ya nchi yetu, ulioleta mshikamano, uliotuletea maendeleo makubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Pamoja na mengine mengi, ndugu viongozi, tuwe vifua mbele, tutembee mstari wa mbele kuyasema na kuyaeleza yote anayofanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo ya nchi yetu. Tusione aibu, tuyaseme hadharani kweupe, mchana kweupe, kuwe jua kuwe mvua, tuseme mazuri anayesimamia Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumuunge mkono mwanamke mwenzetu, tumsaidie, tumpambanie. Sisi wana UWT, hili ndio jukumu letu kubwa na la muhimu. CCM hoye!